mtu. Kumbe anampima akita kaneke kwa sasa si mimi ndo nakunywa. Kwani wewe inakuhusu nini? Mimi ndo nakunywa, wewe nifuatia, anafuata. Siku moja amejiandaa Jumapili wapi kanisani? Akasema wakuokoka ni wewe. Sasa tunaokoka tunaenda kanisani. Akasema wanakole wao wanaruhusu kushika sigara. Hayana. Sasa wewe mbona unashika sigara? Si wewe unanituma. Kwani hivi mimi na Mungu nani mkubwa? Kama Mungu anakukatalia, mimi ni nani? Na walokole wanasema kununua pombe. Hapana. Sasa kwa nini? Sasa wewe sio unanilazimisha. Kwambia kwanza leo wewe sio mwaminifu. Usiende kanisa. Sitaki nikuona unaenda kanisa. Wanatupima. Ni kwa namna gani tumeshika, kwa sababu nao wanahitaji imani. Kama unashughulika katika Mungu, yeye ndiye anazidisha kukuamini. Ngoja nikwambie, wanaume huwa wanatamba. Kwa sababu sisi tumewahi kujichanganya kwenye maeneo. Wanaume huwa wanatamba. Naweza akakujaribu yani kwa nguvu zote na kweli kabisa, yani akawa yuko serious, lakini ni kwa namna gani anakupima mwanaume. Siku tu ambayo utajichanganya na nini tayari ameshakuondoa kwenye uumini, hata kama unakuja, lakini ameshakuelewa wewe sio mwaminifu. Na ndio maana ukikosa dogo tu anakushughulikia. Unajua nilikuwa kanisani kabisa. Na kanisani mpaka muda huu. Ana mashaka na wewe. Lakini wale walioaminiwa, yani hata saa ningeipiga mpaka saa 2. Ukishaenda tulikuwa wapi? Nilikuwa kanisani. Yani anaelewa. Kanisa alikuwa wapi? Lakini kama kuna vitu unamchenga hivyo anajua tunanipiga chenga. Mimi naijua imani yako. Hamna kitu hapa. Kanisa hakuna mchungaji ambaye ameipiga mpaka saa 2. Leo utanieleza. Unavunja miguu na ni kweli ulikuwa kanisani. Weka hapo na leo baba. Wanaona kwa sababu sisi tulikuwa washirika tunajichanganya kwenye makundi fulani. Yaani huwa wana namna ya kujidai. Hata kama ni mpagani analewa, nawaambia kabisa kwa nini mtijijua. Sisi wake zetu wameokoka, yaani hatuna mashaka. Yaani wenye shida ni nyinyi. Wakati yeye anapitia kilabuni. Na ndio maana kuna watu wengine hata wanatushuhudia, mchungaji, mke wangu ana imani, kalipotoka kana akaomba, ila nikifika kwako halijawahi kukwambia kwamba mke wangu ana imani. Ila huku linasifia. Yaani niliposimama, mama akasimama akasema tukalala. Ila wewe nikija tu. Kumbe kule ninakutambua. Kalagabao, naomba tusimame. Anapofanya hivyo, kuna namna ambayo anakutengeneza, anataka kujua. Na akishakuamini atakuruhusu hata kwenda kwenye mkesha. Kwa nini wengine wamruhusiwa kwenda kwenye mkesha? Ni kwa namna mnavyosimama na kuyadanganya wanaume, yani kama kwenye sehemu ya kujitetea ili ujiokoe. Yani jiweke wazi. Kwa sababu hamna imani. Imani inaweza ikakubakiza imani yako inaweza ikakubakiza kwenye mateso. Hebu simama, wakuone kila wakati uko ibadani. Kila wakati uko ibadani. Na mengine na wajaribu humu ambao mnataka simu wazi. Yaani hujui kama unategwa. Unashangaa kama huyo kweli ameenda kanisani, hebu nimpigie. Unachomoka kwenda nje. Hello baba. Hello. Sasa anajua tu kwamba kwa hata kuna siku huyu ataenda kanisani akachomolewa kanisani. Maana kama mtu ameamini, mchungaji kanisa amesimama na hubiri. Maana mengine ni manadini yanayojua utaratibu. Kule kwenye dini mtu akishaingia, yani hata ile tembea. Sasa yenda kupiga picha. Aliamkaje? Ibada yupo padri yuko kwenye rutare. Aliinukaje mpaka akatoka nje kwenda kusikiliza. Kwa hiyo naliweka kwenye hivi.